na nimetoa wito kwa washiriki wakiwemo na washiriki kutoka Tanzania ambao wako watatu, washiriki kutoka nchi mbalimbali tuliona hapa, kwa maana ya kwamba pamoja na kupata mafunzo kutoka kwa expert wetu, lakini pia miongoni mwetu. Sasa tuko hatua mbalimbali kwamba washiriki wajifunze miongoni mwao. Sikia mwenzako amefanya wasilisho, inawezekana amesema changamoto, inawezekana akasema fursa, kwa maana kwamba sisi hapo tumevuka vipi. Kwa hiyo pia kwa sababu tunasema mazingira yetu yako tofauti na wenzetu, kwa hiyo pamoja kama tunamiongoza kimataifa, lakini tujifunze kutoka kwetu sisi wenyewe. Tunasema ile context yetu inatofautiana. Kwa kubwa nilichowasisitiza, nilichowahimiza washiriki ndio kwa kusikiliza kwa makini, kushiriki kwa uwazi, kutoa mawazo yao, lakini pia kujifunza kutokana na yale ambayo yanaendelea ndani ya chumba. Hiyo ndio nimeambia. Taasisi yetu bado inafanya kazi mbili zote pamoja. Inafanya kazi ya urekebu, inafanya kazi ya uratibu. Sasa pia kuratibu wanasaidia kupromote matumizi ya teknolojia ya mfumo, lakini pia kurekebu wanaangalia kama tunaangalia leo, maana kwamba kusiwe na madhara, matumizi mazuri. Sasa tuko pamoja kama nchi kupitia haya mafunzo ya leo, tunajifunza kwa sababu tuna masikio mawili ya pamoja, upande kurekebu, upande kuratibu. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba kupitia nchi za 32, kupitia mawasilisho 32 kutoka kwa wenzetu, tutajua kwamba wako wapi, wafikia wapi, kwa sababu wengine hata hiyo lazima kama hataki hawana wao, wengine wako zaidi mbele yetu. Kwa hiyo pamoja tuna fursa ya kujifunza kwanza kutoka kwa wataalamu waliopo hawa wa International Atomic Agency, lakini kwa mtaalamu kutoka Portugal ambaye wao wako mbele zaidi kwenye masuala ya teknolojia haya, lakini hao wenzetu wa Kiafrika hawa. Kwa hiyo ndio fursa tulionayo kwa kuhost mafunzo haya. Kwanza umeona ni fursa ya kuwa na washiriki wengi kwa nchi zingine, tuna watatu, lakini pili kama tunasema tutapata fursa kusikia kutoka kwa wenzetu mbalimbali. Kwa pamoja tukiunganisha yote tunapata nafasi ya kuona tuko wapi, kufanya tathmini na tuendelee mbele. Kwa jina naitwa Mr. Elisha Daniel Edmundi, ni mtafiti na mkaguzi kutoka Tume ya Nguvu za Atom Tanzania. Leo hii tumekusanyika hapa kwa ajili ya mafunzo ya kikanda ya ulinzi wa mionzi katika muktadha wa upigaji picha kwa binadamu kwa madhumuni yasiyokuwa ya kitabibu, bidhaa za watumiaji pamoja na vifaa vya ukaguzi. Mafunzo haya yanawashirikisha washiriki kutoka nchi 25. Lengo kuu likiwa ni kujadili fursa na changamoto ambazo zimejitokeza kwa matumizi haya ya teknolojia ya mionzi nje na sekta ya afya. Ukiachana na matumizi ya mionzi kwenye sekta ya afya ambayo tumeizoea hapa nchini kwetu, teknolojia hii ya nyuklia sasa inatumika kwenye matumizi mbalimbali ikiwemo uchunguzi kwa upande wa usalama, skana za mizigo na magari, lakini kwenye bidhaa za watumiaji zenye mionzi. Sasa kutokana na kutanuka kwa wigo kwa matumizi haya ya mionzi kumejitokeza changamoto mbalimbali. Kwa hiyo serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA tumeandaa mafunzo ya siku 5 ambapo sasa washiriki hawa kutoka nchi mbalimbali watafanya mawasilisho ili kujua changamoto ambazo wanazipitia kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia hii ya mionzi. Lengo ikiwa ni kujadiliana na kuongeza usalama kwa wafanyakazi, wananchi na mazingira kwa ujumla. Baada ya mafunzo haya ya siku 5, nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na nchi hizi za Afrika tutakuwa tumejijengea uwezo na kujiamini, uwezo wa kujiamini kwamba sasa pamoja na kwamba tumeongeza wigo wa matumizi wa teknolojia ya mionzi, lakini tunajiamini kwamba wafanyakazi, watumishi na mazingira yetu yatakuwa salama, pengine kutokana na madhara ambayo yangejitokeza, lakini pia tutakuwa tunajiamini kwamba sasa tunakidhi matakwa ya kimataifa kuhusu udhibiti na ulinzi wa matumizi salama ya teknolojia ya mionzi.